Jumla ya ajali 27 zimeripotiwa kwa mwezi wa Juni 2026. Wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni 8 sawa na asilimia 29.6 ukilinganisha na wilaya nyingine. Tukilinganisha ajali za barabarani kwa mwezi wa Mei na 2026 na mwezi wa Juni 2026, tunaona kwamba ajali zimepungua kwa asilimia 3.6 kufikia ajali 27 kwa mwezi wa Juni 2026 kutoka ajali 28 kwa mwezi wa Mei 2026. Tukija kuangalia mlinganisho wa wilaya kwa mwezi wa Juni 2026, tunaona kwamba wilaya Kaskazini A ndiyo iliyoripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni 8, wakati kwa mwezi wa Mei 2026 wilaya ya Kati ndiyo iliyokuwa inaongoza kuwa na ajali zaidi ambazo zilizoripotiwa zilikuwa ni 6. Tukilinganisha kwa ajali barabarani kwa mwezi wa Juni 2026 pamoja na mwezi wa Juni 2025 ambao ni mwezi kama huu tunaripoti, lakini kwa mwaka jana tunaona kwamba ajali zimeongezeka kwa asilimia 12.5 kufikia ajali 27 kwa mwezi wa Juni 2026 ikilinganishwa na ajali 24 zilizoripotiwa kwa mwezi wa Juni mwaka 2025. Kama kawaida, Kaskazini A ndiyo iliyoripotiwa kwa mwezi wa Juni 2026, lakini pia tunaangalia wilaya hiyo hiyo ndio pia iliyoripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi wa Juni 2025 ambapo kwa mwaka jana zilizoripotiwa ajali 4. Idadi ya waathirika wa ajali barabarani kwa mwezi wa Juni 2026. Jumla ya waathirika 51 wameripotiwa kwa mwezi wa Juni 2026 ambapo waathirika 38 walikuwa ni wanaume na waathirika 13 walikuwa ni wanawake. Wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na waathirika wengi ambao waathirika 13 kati ya waathirika 51 walioripotiwa sawa na asilimia 25.5 ukilinganisha na wilaya nyingine. Tukilinganisha waathirika waliofariki kwa mwezi wa Mei 2026 pamoja na mwezi wa Juni 2026, tunaona kwamba waathirika waliofariki wamepungua kwa asilimia 5.0 kufikia waathirika 19 kwa mwezi wa Juni 2026 kutoka waathirika 20 kwa mwezi wa Mei 2026. Tukilinganisha waathirika waliofariki kwa mwezi wa Juni 2026 pamoja na mwezi wa Juni 2025, tunaona pia wameongezeka kwa asilimia 11.8 kufikia waathirika 19 kwa mwezi wa Juni 2026 kutoka waathirika 17 walioripotiwa kwa mwezi wa Juni 2025. Tukija kwa upande wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Mei 2026 pamoja na mwezi wa Juni 2026, tunaona kwamba imeongezeka kwa asilimia 10.3 kufikia waathirika 32 kwa mwezi wa Juni 2026 kutoka waathirika 29 walioripotiwa mwezi uliopita wa Mei 2026. Tukija mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Juni 2026 na mwezi kama huu wa mwaka jana 2025, tunaona kwamba wameongezeka pia kwa asilimia 10.3 kwa kufikia waathirika 32 kwa mwezi wa Juni 2026 ukilinganisha na waathirika 21 ndio walioripotiwa kwa mwezi wa Juni 2025. Tukija aina ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Juni 2026. Kati ya wale waathirika 51 ambao walioripotiwa kwa mwezi wa Juni 2026, tunaona kwamba abiria ndio walioripotiwa wengi zaidi ambapo wameripotiwa 29. Kati ya hao 24 waliojeruhiwa pamoja na 5 ndio waliofariki, akifuatiwa na wapanda baskeli pamoja na pikipiki walikuwa ni 13, 6 wamejeruhiwa, 7 wamefariki. Alafu waendao kwa miguu walikuwa ni 8, 2 walijeruhiwa, 6 walifariki na dereva aliripotiwa ni mmoja tu ambaye ndiye aliyefariki. Hiyo basi, kwa kila mmoja kwa nafasi yetu kwamba nataka tuchukue tahadhari katika kupambana na hizi ajali za barabarani. Lakini tukiangalia hata vile vile kwamba makundi ambayo yameathirika zaidi na ajali za barabarani kwamba kundi kubwa zaidi ni kundi la abiria. Je, tunaona abiria ni kwa vipi anaathirika na ajali za barabarani?
tumeona jumla ya abiria 55 wamepata madhara ajali barabarani, wengine wamefariki, wengine wamejeruhiwa. Kwamba abiria anaona kwamba yeye anapokuwa katika chombo cha usafiri kwamba hana nafasi katika ya kudhibiti usalama barabarani, kufuata ile miongozo ya barabara. Endapo kwamba ukabaini katika pengine ima umepakiwa kwenye pikipiki, ima umepakiwa kwenye gari, ikiwa dereva anakwenda kinyume na utaratibu wa barabara, basi una haki wewe ya kumlalamikia na kumkataza kile kitu anachokifanya. Kukaa kimya kwako basi na kunazaa haya madhara ambayo tunazungumzia sasa hivi, ni ajali ambayo ajali inaweza kusababisha ulemavu wa kudumu ama inaweza kusababisha majeruhi ama uharibifu. Kwa hiyo unataka ukemee, na vile vile ukiona kwamba dereva huyu kwamba hakubali kwa kinachokumwambia, kama dereva wa gari, basi mripoti kwenye mamlaka husika na atachukua hatua kwa mujibu wa utaratibu. Lakini kundi la pili ni wapanda baskeli, wapanda pikipiki, kwamba hili ni kundi ambalo linaathirika, kwamba nao linaona kwamba sisi hatuna nafasi katika maeneo ya usalama barabarani, kwamba madereva wengi hawana sifa ya udereva. Tunapa tukubali kwamba madereva wengi wa pikipiki kwamba wengine hawana leseni, na vile madereva pengine wa baskeli ama wengineo ambao wanatumia vyombo vya miguu miwili wanaona kwamba zile sheria haziwahusu. Matokeo yake sasa tunazaa hizi ajali. Kwa mfano tukija katika dereva wa pikipiki, kwamba unakuta mmiliki wa chombo kwamba ana nafasi kumbe kubwa ya kuzuia ile ajali za barabarani, kwamba endapo kwamba unamkabidhi mtu chombo chako, basi hakikisha kwamba yule mtu ana sifa za kuwepo barabarani, mojawapo akiwa na leseni ya udereva. Sasa unakuta tuna baadhi ya makosa ambayo tunakamata au baadhi ya ajali ambazo tunazikana za pikipiki, kwamba unakuta dereva ambaye amesababisha ile tukio la ajali amefanya kosa barabarani, dereva hana leseni. Hivyo basi kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani kifungu namba 81 Act namba 23 ya usalama barabarani, kwamba dereva yule endapo kwamba hakuwa na leseni ya udereva, basi anakuwa amefanya kosa. Lakini vile vile kifungu namba 71 kimeelezea bado moja, na wewe kumkabidhi kwamba mmiliki umemkabidhi kile chombo kwamba hana leseni ya udereva, na vile vile umefanya kosa. Hivyo basi kifungu namba 71 bado 2 kwamba wote wawili wataadhibiwa, kwamba dereva ataadhibiwa, lakini vile vile na yule ambaye amemkabidhi chombo ataadhibiwa, kwamba zile leseni kama risiti. Sasa kuna adhabu za kwa papo, kwamba wewe mmiliki tunakupa ya kwako na yule dereva naye tunampa ya kwake. Lengo kuu kwamba nini? Kwamba kila mmoja afuate majukumu yake ili kuepusha haya madhara ya ajali za barabarani.